Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji, Mungu awabariki sana. Kwa kweli mnamtukuza Mungu. Naona mkae kwanza, ndio mkishakaa ndio niwasomee ujumbe wenu hapa. Kuna ujumbe wenu huko. Najua mkiona mnafanya kazi na inaleta matokeo, ina baraka kubwa sana. Sasa sikilizeni ujumbe wenu wanakwaya, na usoma hapa kwa wasikilizaji. Kuna watu wachokozi kweli kweli. Mmoja na comment anasema msalimieni Mbaga. Sasa kumbe ndiye msomaji wa comment hapa tayari. Aya. Kitu ambacho kinahusu ninyi waimbaji ni ifuatayo. Anasema mtunzi wa nyimbo wa hii kwaya, Roho Mtakatifu anahusika. Nyimbo nzuri, sauti pia nzuri, binafsi mnanibariki sana. Huyu ni Christina Lunjilija ambaye ni mojawapo wanaohuduma Hubiri TV kwa njia ya mtandao. Mwingine anaitwa Sofia Selemani, anasema sijui kwa nini natokwa na machozi. Hii nyimbo mnaimba kwa hisia sana. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki, msonge mbele kwa utume huu. Hizi zimetosha kwa hiyo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Hii kazi yenu ni nzuri na muendelee kumtumikia Bwana. Sasa leo tunaingia sehemu yetu ya mwisho, kukabili dhoruba za maisha bila hofu, sehemu ya pili. Lakini tuna kipengele ambako tulikaanza jana jioni, ambako ndiko tunakamalizia leo. Nadhani kama kakiwekwa sawa sawa itakuwa ni vizuri. Kugundua kusudi katika maumivu. Kugundua kusudi katika maumivu. Kwa hiyo tunamalizia, ili jioni tunaanza mada muhimu sana, kwa sababu kila Jumatano tuna kipindi maalum cha maombi kupitia Hope Channel na Mahubiri TV. Kwa hiyo kwa sababu tuko hapa, tutafanyia hapa. Na mada ya jioni ni mada ambayo inapelekana na mfululizo wa siku zile za maombi. Sasa napambana ili niimalize hii ya sasa hivi, ili jioni tuanze ile mada yetu mpya ambayo inapelekana siku za Jumatano za maombi. Maelekezo mengine yote tutawapatia ile jioni itakapofika, tutakuaje, tutafanyaje, kila kitu kitawekwa sawa sawa. Sasa jana jioni nikasema kwamba katikati ya maumivu na changamoto kuna makusudi ya kimungu ndani yake. Haleluya. Na kwenye mahubiri au mafundisho mengi tunapenda sana kusikia ule upande mzuri tu, lakini hatupendi kusikia ule upande mwingine ambao una maumivu na uchungu wa aina yoyote. Ukiutazama katika jicho la kiroho, kuna kitu utajifunza ndani yake. Na tulitazama kina Ayubu kwa mfano, tukaona kumbe ndani yake kulikuwa na kitu ambacho kinaleta utukufu kwa Mungu. Haleluya. Hebu fikiria ya kwamba kuna kitu nakipitia kigumu, alafu mwisho Mungu anakupa mafunuo, anakuonyesha kwamba niliongea na shetani akaniambia sifa zako mbaya, nikakutetea kwenye kikao na nikamwambia ajiridhishe, maana wewe ndivyo ulivyo. Kama hujanielewa pastor, rudia hapo, sijakuelewa. Yani huwezi kuniambia kwamba mke wako ni mwaminifu kama hajatongozwa na mtu mwenye hela. Tumeanza kuelewana sasa kama akikataa mtu mwenye hela, huyo mama ni mwaminifu. Sasa hivi hapa hata wewe umjui, hajakutana naye. Kwa hiyo usiringe sana, muombe.
Wakati Ayubu anapitia mateso, hoja ilikuwa huyu Ayubu yuamcha Bwana bure? Ndio ilikuwa swali hilo. Mungu akasema Ayubu ananipenda sio kwa sababu nimembariki, ila ananipenda kutoka wapi? Moyoni. Shetani akasema sio kweli. Kwa hiyo sababu ya maumivu ya Ayubu ilikuwa ni kuthibitisha uhusiano wake na Mungu. Na mimi nikakwambia hivi, piga picha, kuna ugumu unaopitia, Mungu amekusema vizuri katika ulimwengu wa roho, shetani akakataa, akasema huyu mtu hamna chochote hapa. Mungu anasema huyu mtu ananipenda kweli. Shetani anasema kama unataka ujue kwamba huyu mtu kweli hakupendi, mnyime mtoto. Fikiria umeshaenda kwa mganga kupewa dawa na ukapigiwa ramli. Baada ya kutoka kwa mganga, pap, malaika anakujia na kwambia, unajua Mungu alikusifu sana, umemwangusha. Utajisikiaje? Baadhi yenu ambao mnanifuatilia sana kwenye Mahubiri TV mnakumbuka hii story. Wakati mimi ni mwinjilisti wa maeneo mapya kule Morogoro, Mvomero, nilikuwa nafanya kazi kule. Tukamhubiri mwanadada mmoja, wanatokea kwenye milima fulani ya juu kule, wanaita milima ya Wanguu kwa juu kule. Akampokea Yesu peke yake kwenye familia, peke yake. Na wakati huo tukashangaa hatumuoni tena, maana nilivyoenda kuanzisha kazi pale Mvomero tulikuwa tunasali chini ya mti. Kwa hiyo hata kuambia watu waje kwenye kanisa la watu ambao wanasali chini ya mti ni ngumu kuelewa. Lakini tukaishi hivyo. Sasa siku moja akaandika kabarua kwa penseli, akamtuma mtoto ambaye alikuwa anashusha ndizi hapo Mvomero. Akaleta kale kabarua, kameandikwa kwamba tafadhali mwinjilisti, unapoona hii karatasi fuatana na huyu mtoto, hali yangu ni mbaya, mje. Kumbuka ni muumini wetu pekee tulienea katika ile milima kwa wakati huo. Nikamchukua mzee mmoja wa kanisa, tukaenda naye mpaka kule juu milimani. Kufika tukaonyeshwa alipolala yule mwanadada. Unaweza ukafikiri ni kama blanketi limekusanywa tu. Utasikia tu mtu akisema shikamoo, ndio unashtuka, kumbe kuna mtu yuko hapa. Amebaki mifupa tupu. Tuko pale tunaongea, tunamuuliza na tusimulia, amepimwa magonjwa yote hospitalini, hakuna ugonjwa. Lakini anaumwa, mtu anakonda tu. Wakafiri labda ni depression, wakaangalia kila kitu, wana psychology, wakamfanyia assessment, hakuna chochote. Akasema yuko vizuri, kila kitu iko sawa, lakini anakonda tu. Joto linapanda, Panadol anatumia, kuna saa zinafanya kazi, kuna saa zifanye kazi. Ameambiwa apeleke kwenye mizimu ya kwao ili mambo yafanye nini? Yakae sawa. Kamegoma, kamesimamia msimamo wake vile vile, maana anamjua Yesu. Haleluya. Kwa sisi tukafika pale na mzee wa kanisa, tukamuona alivyo na hali ngumu. Unajua, nakumbuka mzee niliyekuwa naye wakati huo, kwa sasa hivi hayupo duniani, akanivuta nyuma kidogo kwenye dirisha, akaniambia, Pastor Mbaga, mwinjilisti, huyu anakusikiliza wewe sana. Kwa hiyo utakachomwambia atafanya. Wewe ni mtoto mdogo. Na kweli yule mzee alikuwa mzee mkubwa sana kwangu, umri mkubwa sana. Basi akaniambia, ninakuambia mshauri, akubali aende, mambo yakae sawa, atarudi kanisani. Sikumjibu neno, tukarudi mle ndani. Kumbe kale kabinti kanatusikia. Nakumbuka akasema, nilihitaji mje mniombe. Mungu akiamua kuniponya sawa, asipoamua kuniponya sawa. Nishampokea Yesu, kwa hiyo siogopi chochote. Kwa hiyo hata kama nikifa najua mimi ni wa upande gani. Lakini hicho ambacho mmekiongea hapo, hatujamaliza mazungumzo kama sijakosea. Unajua nakwambia story ya miaka mingi sana iliyopita. Akaja mjomba. Swali la kwanza, Mbaga ndio nani? Na ameshika panga.
Unasemaje? Akawahi kunitambulisha mzee wa kanisa haraka sana, ndio huyu hapa. Yule mzee mjomba akaniambia, wewe ndio umeniharibia binti yangu. Nikamwambia, kwa lipi? Anasema hasikii anachoambiwa. Kila siku tu anasema mwinjilisti Mbaga alisema, mwinjilisti Mbaga alisema. Wakati anasema hata sijasema neno, binti akanitetea haraka sana. Akamwambia, anko, sio kwamba mwinjilisti Mbaga alisema, alinisomea Biblia. Kwa hiyo alichoniambia alitoa kwenye Biblia kwamba tusiendee mizimu wala tusipigie magoti. Mungu ni huyu mmoja. Akaniokoa. Maana panga limeshikwa. Huenda babu wa watu hakuwa na mpango wa kutumia panga, ni mawazo yetu ya kibinadamu tu. Basi baada ya pale tukaomba ombi. Nakumbuka nilimshika mkono wa moto. Tukaomba, tukamaliza. Ombi fupi. Hakuna wakati mgumu kama waombaji mmegawanyika makundi mawili. Ni mgumu. Ila nikamshukuru Mungu kwamba huyu binti ana msimamo. Kwa hiyo angalau tuna mtu wa ziada mwenye msimamo. Tukaomba, tukamaliza. Baada ya pale yule baba sijui kitu gani kilimgusa, akatuletea uji. Walipika uji pale, na sijui unaunywaje huo uji, lakini tukaletewa uji. Baada ya maombi tukatoka tu nje kidogo pale. Kawaida huwa ukifanya maombi kama haya hutakiwi kula chochote, unatakiwa fanya nini? Uondoke. Lakini kumbuka hapa tunaodili nao sio waumini wa hili kanisa. Ni mmoja tu yuko pale. Mkiondoka hata anasema amedharau. Kwa tukakaa chini ya mti hivi, tukawa tunakunywa uji. Lakini mimi na mzee wangu hatusemeshani vizuri. Tunatazamana tu. Maana mimi huko moyoni nawaza, sasa huyu ndiye kiongozi. Ni kweli amenizidi na umri, lakini sasa inakuwaje? Moyoni nina maswali mengi. Basi unajua, kwa sababu ni maeneo ya baridi kidogo kama ya kwenu, kwa hiyo hata kale kauji na kapuliza kidogo pale taratibu, hata sijafika mbali, kale katoto kanakuja tena pa. Kanasema, mwinjilisti, dada anakuita. Nikakaambia, ana shida gani? Cha kwanza kabisa akasema, anasema ana njaa sana. Na mimi nikachukua uji ule wa kwangu nikapeleka, akanywa akamaliza. Baada ya pale anasema, naomba nipelekwe sehemu ya haja. Sasa nikamwambia yule amuite shangazi yao, alikuwa yuko mbali. Yule anasema, hapana, anaweza kutembea mwenyewe. Lakini ukimwona anavyonyanyuka kama anapepesuka, kwa hiyo unamhurumia, huna uwezo wa kumpeleka. Lakini ndio hivyo. Basi Mungu akajalia shangazi akaja kwa wakati, akamshika, wakaenda chooni. Wakati ameenda, mzee wangu ananong'oneza sasa. Anambia, nilikuambia wewe ni mtoto mdogo, kuna vitu hujui. Kaambia sawa mzee. Kanambia, ukiona mgonjwa aliyezidiwa sana. Mbona mnaniwahi jamani? Mmeelewa kumbe na nyie mnaamini hicho kitu pia kwamba mkiona nakula sana ndio anafanya nini? Yeye alisema ndio anaondoka. Nyie ni tofauti kumbe. Kuna wengine wanaamini anapona, wengine anaondoka. Basi baada ya pale tukafunga safari, tukashuka kwenye ile milima, hatusemeshani vizuri mpaka tukafika, kila mmoja akaenda sehemu yake. Niwaambie kilichoendelea. Kwa nini hamkufuatilia hiki kisa? Ndio mnakisikia mara ya kwanza? Kristo wa neema yote. Haya, sasa wakati huo nikawa nimepata nafasi ya kwenda kusoma Uganda. Nikaenda kusoma. Sikujua hatima yule dada. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, nakumbuka kama sijakosea ni semester ya kwanza hivi, nilikuwa na tabia tukitoka Uganda tunanunua mboga za kutosha, tunapeleka kule, zinatusaidia.
Sasa pale Morogoro kuna samaki mmoja anatoka Kigoma, anaitwa nguruka. Huko hamumjui? Mnamfahamu? Anafanya perege kama huyu wa kwenu kabisa, ila wanamkaanga na mawese. Ni perege nadhani hivyo hivyo, ila tu ni kukaanga na mawese ndio cha ziada. Na sawa, yaani wewe umeelewa kabisa. Anapigwa chumvi, hakuna mdudu anakamata hapo. Sasa wakati nanunua pale sokoni, pembezoni naona mtu mmoja anamwambia muuzaji, hilo box lote nitalipia mimi. Kumtazama ni mwanadada, afu na mimi ni kijana. Utakubali ulipiwe kweli? Nikagoma, nikamwambia hapana, hii nalipa mwenyewe. Akasema hakuna, hilo nalipa. Kwa hiyo tunagombana, nalipa, mimi nakataa. Huyu bwana muuzaji akanambia, wewe unapata ofa alafu unakataa. Akanambia, najua unanikatalia kwa sababu hunikumbuki. Njoo tuongee. Nawaza pasta. Nikaenda kufika pale, akaanza kunikumbusha uji. Sasa wakati anaongea akili na hangaika. Kuna maneno akaongea ya utani, lakini ya siku hiyo yanakuja. Nikamwambia, isee, kumbe ni wewe. Nini kimetokea? Akaniambia, mlipoondoka Mungu aliniponya. Na sasa nafanya biashara hapa. Hiki ni kibanda changu. Sikujua kwamba umeenda wapi. Niliuliza, nikamwambia tu umehama, lakini sikujua umeenda wapi, ila Mungu alinitendea. Haleluya. Wakati mimi natamani ule mzee wangu aje nimwambie, unaona Mungu alichokitenda. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa hayupo, naye alikuwa ameshalala mauti. Wakati mwingine hatujui Mungu anatupitisha kwenye majaribu kwa sababu gani. Story hii nimekuwa nikisimulia mara kadhaa, lakini kuna sehemu moja ambayo ilinigusa zaidi. Ni kwamba familia yao walimpokea Yesu. Kwa kumbe wakati mwingine machungu yetu ni baraka kwa mtu mwingine. Jifunze kumuuliza Mungu ana makusudi gani katika kitu unachokipitia. Jioni ya leo, ile jioni ile ambayo ninaisema ya Jumatano, tutaangalia aina za maombi ambazo unatakiwa uziombe wakati wa machungu na maumivu. Kuna aina, sio yote. Wakati mtu ameuliza swali kuhusiana na ile habari ya chumvi, udongo, mnakumbuka nikawapatieni mfano kwamba Yesu anawafungua vipofu kwa staili tofauti. Mmoja anampaka tope, mwingine anatamka, na maombi yako ya aina tofauti kabisa. Sio aina moja. Ukipitia machungu yoyote, we kama mcha Mungu, muulize Mungu, unahitaji nione nini katika hili? Sasa leo angalia mambo yafuatayo. Mbinu za kukabiliana na maumivu kama Mkristo. Kuna mbinu gani lazima uzitumie hizi za kukabiliana nazo? Niwaulizeni swali hili nisije nikaenda kwa spidi kubwa. Mnaandika ili niwe nasoma point. Sawa. Namba 1, kubali ukweli. Nimesemaje? Ndio. Kubali ukweli. Mchungaji, utanisomea kitabu cha Ayubu sura ya 1 fungu la 21. Kubali ukweli. Watu wengi sana wanapopitia magumu au changamoto, wanashindwa kujua kwamba hatua ya kwanza ya uponyaji ni kukubali kile ambacho unakipitia. Usikatae. Kuna watu ambao kitaalamu wanaita denial period. Wanapitia kwenye kipindi cha denial period ambapo mtu ana ugonjwa, ameambiwa ana ugonjwa fulani, alafu anaukataa. Yaani hakubali ile hali. Umepimwa, umeambiwa una kansa. Acha kupingana na hiyo. Kama una mashaka, basi nenda kathibitishe kwa daktari mwingine. Ukithibitisha ukakuta ndivyo ilivyo, kitendo cha kuanza kupingana na hiyo hali unajiongezea matatizo. Kubali kwamba hii hali ipo. Na unapokubali kwamba ipo, ni hatua namba 1 ya uponyaji.
lakini kukataa unajitesa. Mwingine ana pressure, anaambiwa upimwe pressure, sasa msinipime, maana mara ya kwanza amepimwa akaambia iko juu. Sasa mara ya pili apimwa anasema mtanipa pressure. Upewe mara ngapi? Ipo. Kocha kwanza kubali kwamba kuna tatizo la kufanyia kazi hapa. Nitazame vizuri kabla mchungaji hajasoma hili andiko. Ndi kweli kabisa, mama yako amefariki, kubali hiyo hali. Baba amefariki, kubali hiyo hali. Ni kweli mtoto ameshaondoka, kubali hiyo hali. Usipingane nayo. Kupingana nayo unajiongezea maumivu. Daudi alikuwa na mtoto wake ambaye alimpenda sana, alizaa kwa yule mwanamke aliyezini naye. Si mnamkumbuka Anaitwa mke wa nani? Wa Uria. Kile kitoto cha kwanza Daudi alikipenda tangu mimba. Na sababu zake nikimkuta mbinguni nitamuuliza. Mungu akamwambia hiki kitoto hakitaishi. Na kikaumwa kweli kweli. Kikaumwa. Daudi hakula hakunywa, anafunga na kuomba, anakiombea kitoto. Kumbuka Daudi ni nabii Havai nguo, ni magunia na majivu. Baadaye mtoto akafa. Askari zake wanajipanga, kama mtoto akiwa anaumwa alivaa magunia, je, akiambiwa amekufa? Kila mmoja anaanza nitamwambiaje. Wanaingia wanamkuta mzee yuko pale, maana Daudi naye kila mtu ana mtu wake ambaye wakiongea wanaelewana. Kiboko ya Daudi alikuwa anaitwa Yoabu. Ila niligundua sio kwamba walikuwa wanapendana, ila ni ubabe. Maana mwisho Daudi alitoa oda Yoabu afe kwa kuuawa, sio kwa uzee. Kwa akaenda akamwambia kuna taarifa. Sasa taarifa gani? Akasema mtoto amefariki. Daudi akasema nipeni maji nioge, nipeni nguo nivae, leteni mafuta nipake, leteni supu ninywe. Ingekuwa mtu mwingine anasema Freemason huyo. Kaua nani? Mtoto, kafara. Sasa nabii wa Mungu utamsingiziaje? Pale nakuambia kwamba Daudi alikuwa amekubali ile hali kwamba imetokea. Mungu atusaidie sana. Unajua walio wengi mmeshindwa kutatua migogoro maana hamjaikubali. Mume amekukimbia, mke amekukimbia, ameshakukimbia tayari. Ikubali hiyo hali. Yaani huo ndio ukweli. Ila unaosema hivi kweli ndio ameondoka. Ameshaondoka. Yaani ikubali kwanza. Ukishaikubali ndipo utaingia kwenye utatuzi. Haleluya. Soma hilo andiko mchungaji. Ayubu 1:20. Ayubu sura ya kwanza aya 21. Akasema, ndio, uchi nilikuja duniani, ndio, uchi nitaondoka duniani, ndio, Mwenyezi Mungu amenipa. Usikia hiyo? Mwenyezi Mungu amechukua, litukuzwe jina lake Mwenyezi Mungu. Mmesikia hiyo? Huyu jamaa amekubali au anakataa? Amekubali yaishe. Kubali yaishe. Bwana mmoja alijinyonga hapa Mtera hapa. Wakati ule wameachilia maji. Unajua kuna wakati maji yanaja alafu wanayafungua. Alikuwa na eka zake 3 za nyanya. Zikabebwa zote. Zote. Kuisha habari. Aliofika tu akaangalia pale akatoka akachukua kamba. Huyu mtu kama angekutana na mtu ambaye anamuelewesha vizuri kwamba kubali yaishe, eka zimeshaondoka, kubali. Usikatae, kubali. Yaani hela inatafutwa lakini uhai hautafutwi. Kubali. Kuna mtu unanitazama, unanisikiliza. Kuna jambo unapitia. Limekuwa gumu kwa sababu hujalikubali. Mimi kama mwana saikolojia na mchungaji, ninaangalia dunia inakwendaje. Naangalia mambo huko, najifunza mengi ili nije niwasaidie. Mtu mmoja anasema kuna wale watu wenye akili sana darasani za hesabu au hisabati. Anasema unamuuliza mwenza, kwani nieleweshe hili swali? Anasema anakuelewesha faster, hujaelewa. Lakini anaenda haraka quadratic equation, ukichukua hapa completing the square. Sasa aliponifurahisha ni hapa. Anasema hawa
mtihani ameshapata majibu, ana 97, analia, anaenda kwa nimekoseshwa 97. Asema kuna majamaa tuko hapa tuna 48 na tumetulia. Hakuna kulia hata kidogo, ila wa 97 eti nimekoseshwa. Unajua wa 48 kwa nini anafurahia? Amekubali reality, isabati haiwezi. Kwa hiyo 48 anamshukuru nani? Na mimi nimepiga 48. Aise, usije hata siku moja ukapingana na uhalisia. Warumi 8:28. Warumi 8:28. Warumi sura ya 8 aya 28 anasema, ndio tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Irudie tena, nataka ndugu zangu, hebu sikilizeni Kiswahili cha kisasa inavyoenda vizuri. Rudia tena hiyo kitu. Tunajua kwamba katika mambo yote. Katika mambo mangapi jamani? Yote ndio. Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Kumbe Mungu anafanya kazi na kuifanikisha na wote wampendao. Lakini katika mambo mangapi? Yote. Mambo yote. Kwa lugha nyingine, hata kama huwezi kuona uzuri katika hilo jambo, lakini kuna kitu Mungu anafanikisha hapo. Haleluya. Angalia Wakorinto wa pili ina neno zito liko hapo ambalo natamani sana uweze kulipata hapo. Wakorinto wa pili 4:8 na 9. Wakorinto ya pili 4 fungu la 8 na la 9 ndio. Unasema daima twapata taabu. Rudia tena mchungaji. Daima twapata taabu. Daima twapata furaha. Taabu lakini hatugandamizwi. Irudie tena mchungaji, nataka iende kwa utamu wake. Anza upya. Daima twapata taabu. Daima twapata taabu lakini hatugandamizwi. Naipenda sana hiyo, lakini hatugandamizwi. Ndio. Twapata mashaka lakini hatukati tamaa. Haleluya. Jamani, twende vizuri. Ametuambia hatupati taabu, tunapata. Lakini pamoja na taabu ambazo zinakuja, tumegoma kugandamizwa. Haleluya. Kwa lugha nyingine, kuna saa ongea na shida yako inayokukabili. Naomba hapa unisikilize kwa umakini mkubwa kabisa. Mna habari Yesu alisema kwamba amini nawaambia, atakayewaambia mlima huu ng'oka ukapandwe baharini, amini ya kwamba yaombayo yametukia yatakuwa yake. Kuna wakati mwingine moto ambao unaipitia wewe, hutakiwi kuomba, unatakiwa kuongea na changamoto. Bado hamjanielewa. Nimesemaje hapo? Sawa. Asante. Sikiliza vizuri. Rudia hilo fungu tena usikie. Wakorinto wa pili sura ya 4 aya 8 nasema, daima twapata taabu. Lakini hatugandamizwi. Sikiliza, nimeulizeni swali. Amesema hatupati taabu, lakini tumegoma. Sasa sikilizeni. Wakati mwingine katika shida zako, kuna wakati, nimesema wakati hutakiwi kuomba, unatakiwa kuongea na tatizo. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au wadadavue tena. Amesemaje? Yesu anasema amin nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu ng'oka. Hasemi yeyote atakayeomba mlima ung'oke. Hizo tofauti mnaziona? Kuna kuomba na kuambia. Kwa hiyo kuna saa inatakiwa uambie tatizo lako, sio kuomba.
tatizo lako unaliambia kabisa. Natoa tu mfano, unaiambia saratani, kansa, nakupa taarifa, unigandamizi. Kuna mtu mmoja walimpata, alikuwa boti yake ni mvuvi katika hizi nchi za Korea. Alikuwa ni mvuvi, ile meli yake au kamashua niseme, kakapigwa na upepo, kakaanguka, kakazama. Na kuna upepo mkubwa, akapelekwa sehemu ambayo ina baridi kali sana. Ulikuwa ni msimu wa baridi unakaribia. Walimkuta baada ya kama sijakosea ni siku 8 au zaidi hivi, akakutwa hapo kwenye baridi kali. Wakati huo kwenye vyombo vya habari wakatoa taarifa, wakasema hivi, hatuna tena matumaini ya kumpata, maana upepo ulimpeleka mbali sana. Walikuja kumkuta nadhani kwenye siku ya 8 au zaidi, yule jamaa yuko pale anatetemeka, ametulia tu. Wakamchukua haraka na kumsaidia na nini, lakini nilipenda mahojiano aliyohojiwa. Akaambiwa, umewezaje kukaa kwenye baridi kali namna hii kwenye barafu? Chombo chako kimepigwa na tumekukuta umekaa kwenye kamti kakavu na kenyewe kana barafu, lakini uko hapo. Kwa nini? Nini kimetokea? Kajamaa kakasema tu hivi, neno moja tu, niligoma kufa. Unajua kuna watu mnaondoka kwa sababu kifo unakiita. Sina maana kwamba hutakufa, usije ukanukuu vibaya, lakini kuna kuondoka kabla ya wakati. Walivyokuambia tu una kansa, ukaona kifo kiko hapo. Mnamfahamu mchungaji McFinley? Mnajua yule mzee alionekana na saratani ya damu muda mrefu kweli kweli, lakini mpaka leo anahubiri Injili. Kwa hiyo kuna saa inabidi uiambie shida yako, iambie serious kabisa. Kwanza kubali kwamba ipo. Umeona point ya kwanza, kubali ipo, alafu iambie kabisa. Iambie hunigandamizi. Huwezi kunigandamiza, nitaendelea na shughuli zangu kama kawaida. Tena mtunga Zaburi anasema sitakufa bali nitaishi, niyatangaze matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Shida yetu tukipewa uhai wa ziada tunajitangaza nani? Sisi. Hapana, mtangaze Mungu. Sikia hapo, kuna kitu ameongeza hapo mchungaji kwenye hilo fungu hapo. Nadhani fungu la 9 kama sijakosea. Hebu rudia tena mchungaji hapo kabla nimekurudisha nyuma, samani sana. Ninajua baada ya hapo tunaenda Wakorinto. Ndio sahihi nadhani. Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ya 4 aya ya 9. Ndio. Anasema twateseka lakini hatuachwi bila msaada. Hiyo ni fungu la 9 hilo. Ndio. Anzia fungu la 8. Tena tulipoanzia pale. Anasema daima twapata taabu, lakini hatugandamizwi. Twapata mashaka, lakini hatukati tamaa. Hapo ndipo nataka hiyo point. Kabla ya kuenda fungu la 9, ninaulizeni swali. Amesema Mkristo hapati mashaka? Anapata. Ndio maana nahitaji tuongee ukweli, reality. Tusiongee mambo ya unafiki hapa. Tusiongee ile hali kusema kwa nini mnapata mashaka? Bwana mnapata mashaka. Yaani wewe mwenyewe unayehubiri hapo kusema bwana mnapata mashaka, na wewe kuna sababu unapata mashaka hivyo hivyo pia. Lakini unahitaji kuwenzako wasipate mashaka wakati wewe unayo pia. Anasema mashaka tunayapata lakini hatufanye nini? Rudia hiyo ya mashaka hiyo. Twapata mashaka lakini hatukati tamaa. Hatukati tamaa. Ndio pointi ya msingi. Ukipata mashaka usiingie kwenye hatia. Jua ni kawaida kwa binadamu kupata nini? Mashaka. Lakini usikate nini jamani? Tamaa. Endelea kumshikilia Yesu. Ni kweli kuna saa utaona bwana kama ugonjwa unaniondoa hivi. Hayo ni mashaka. Lakini yakija, kumbuka haraka sana ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Kwa lugha nyingine, mtu hataishi kwa madawa tu. Na ukibadilisha tena, mtu hafi kwa ugonjwa tu. Kuna waliokufa na hawaumwi chochote. Kuna mzee mmoja kule milimani aliishi miaka mingi. Mimi wakati huo nilikuwa niko form 3 kama sio form 2. Huyu mzee alikuwa na miaka 90 na bado anaenda shambani kama kawaida. Kwa hiyo alienda hivyo mpaka wakati fulani nimeshamaliza chuo. Siku moja anaongea na baba, anambia bwana yule mzee amefariki bwana. Nikamuuliza aliumwa nini? Anasema aligongwa na kondoo.
Sasa nikamwambia baba, kifo kilitafuta sababu tu. Kwa sababu kondoo wa kwake dume siku zote anamhudumia yeye. Hiyo siku tu anasema mzee ameenda kumfunga kondoo wake sehemu ambayo anakula majani. Si unajua ufugaji wetu wa kawaida, anafunga hapo. Wakati amefunga amechuchumaa namna hii. Jamaa akarudi nyuma, akajua ni mchezo. Hakuomba maji. Sasa mimi nikauliza swali, nikamwambia aligongwa kwenye kichwa? Sasa usikie, maana na wewe unadhani ni kwenye kichwa. Wala aligonga tu hapa, bega tu. Mzee akaondoka. Ameondoka na miaka 100 na kitu, 100 na yaani, natamani hapa ulipo ujue namna kuhandle stress zinapokuja. Mtazame Mwokozi. Jua maisha yako hatima yake iko mikononi mwa Yesu Kristo. Haleluya. Twende fungu la 9 sasa. Maana huku kwingine nitakuwa nataja na kusoma tu maandiko, mnaandika naelezea. Hatutasoma. Nitaka isemi ya kwanza tuibebe vizuri sana. Fungu la 9. Fungu la 9 nasema twateseka lakini hatuachwi bila msaada. Hiyo. Hivi mafungu tunayasoma kweli? Twateseka lakini hatuachwi bila msaada. Hajasema ukiwa Mkristo hutapata mateso, ila nakwambia msaada utakuja kwa wakati. Haleluya. Mimi nikisoma historia ya wanafunzi wa Yesu, nikiangalia historia za mitume, nikiangalia za manabii, wote na watazama mpaka wanasema huyu Mungu, usipomwelewa Mungu na utendaji wake utachanganyikiwa. Hebu nitazame vizuri nikuelezee hapa, alafu na wewe ufikirie kwa kina historia. Mnamfahamu Elisha? Kile ni chuma na kipenda sana. Sijasema Elia sio mtu wa Mungu. Elia ni mtu wa Mungu, ila maisha yake kuna saa nilikuwa na maswali nayo, kuna vitu havinifurahishi. Sijasema haendi mbinguni, alishaenda. Usije ukachanganya mada hapa. Ila tu alikuwa na maisha magumu. Ndio maana hata Elisha wakati anaitwa akamwambia, ninaomba roho ya kwako lakini mara. Hiyo sentensi ni kubwa sana. Yaani maana yake ni kwamba nikutazama, ninapenda maisha yako, lakini hii roho yako nikipata mara moja nitateseka sana. Maana mzee ambaye hata nyumba hana, nguo hana, unajua alikuwa anavaa ngozi ya nani? Ya ngamia. Hata akikatiza tu hivi ukiuliza watoto nani amepita sema Elia Mtishibi, ukiuliza kwa nini? Nguo. Elisha akasema nataka hii roho, lakini mara ngapi? Mara 2. Sikia majibu ya Elia, anasema umeomba kitu kikubwa mno, yaani siwezi, ila tu masharti yake, ukiniona nikitwaliwa umepata. Asa angalia hii ndume ambayo ina roho mara ngapi? Mara 2. Wakati lile gari la moshi linaenda, jamaa akachukua ile nguo yake akaisokota vizuri isichukuliwe na upepo, akaiachia ikashuka yule akaiokota akaondoka naye. Kufika kwenye maji ili avuke, akashika ile nguo akaisokota, akapiga yale maji, akasema yuko wapi Mungu wa Elia? Alipopiga maji yakagawanyika, akavuka. Kule kuna watu walimtania tangu anaondoka, na ni viongozi wa dini, wana manabii. Wanamwambia unajua bwana wako atatwaliwa? Anasema ndio najua, inawahusu nini? Kwa nao wana hasira na majibu aliyowajibu, na kajamana wako anajibu kibabe. Sasa siku ile amerudi tu, watoto wakaambia nendeni mkamuone. Jamaa alikuwa na kipara. Wakaanza kumtania. Wewe mwenye upa. Nikaa nasema hivi mnajua na roho ya Elia mara? Akaagiza mnyama gani? Dubu akaja akawala. Ile ilijenga nidhamu kwa taifa zima. Huyu mzee usimtanii. Na udhaifu wake, pamoja na kwamba alikuwa ni mtu wa Mungu, alikuwa na udhaifu wake. Udhaifu wake huyu baba ilikuwa ni hasira. Na kuna maeneo mpaka alikuwa na hasira mpaka Roho Mtakatifu aliondoka. Ila kwa vile ni mteule, Roho baadaye akafanya nini? Usicheze na wateule, usichanganye mafaili. Sasa nguvu yake ni kubwa sana. Mnakumbuka ndiye aliyemtamkia mwanamke mmoja tu
neno. Akasema mwakani majira kama ule, mwaka ule ule mama akashika mimba, katoto kakafa. Akashika fimbo yake tu akamwambia Gehazi, nenda ukaweke juu ya mtoto, atafanya nini? Hakuamka. Ikabidi Elisha aende mwenyewe. Alipoenda akalala juu ya mtoto, mtoto akafanya nini? Angalia hii nguvu ilivyo. Lakini ati Biblia inasema naye mtu wa Mungu akapata ugonjwa uliomuua. Si huyu aliyetamkia watu mimba zikashika? Ndio. Si huyu ambaye alikuja kufufua mtoto aliyekufa? Sema ndio. Na yeye anaumwa hivi, na yeye anaumwa. Sasa ndio. Akaenda kumtazama mfalme wa Israeli. Alivyosikia Elisha anaumwa, akaenda kumwona. Alipoenda, huyu mfalme wa Israeli ana akili, japo hazikuwa nyingi sana, ila alikuwa nazo. Unasema zipi? Alijua kuchota baraka kwa watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Alijua, akasema hapa nimekuja kumwona, lakini siondoki bure, naondoka na nini? Na baraka. Elisha akamwambia straight. Tena huyu mfalme nilisoma story zake nikagundua alikuwa na macho ya rohoni pia. Maana wakati yuko pale tu ametulia, akapiga kelele. Kuna kitu alikiona ambacho watu wengine wote hawajaona. Mshukuru Mungu hakufungulii macho hayo. Unaweza ukakimbia na nyumba yako. Ukiona jeshi la malaika wanakulinda hapo, unaweza ukakimbia. Hivi mnakumbuka Elisha ndiye aliomba Mungu na mtumishi wake afunguliwe macho Jamaa akapiga kelele. Maana mlima wote ulikuwa umejaa wanajeshi. Sasa awamu hii mfalme wa Israeli akafunguliwa macho, akajua zamu ya kufa Elisha imekuja. Aliofika pale tu amekaa, akatazama hivi, akapiga kelele kama ya ile ya Elia wakati anachukuliwa, akasema, Bwana wangu, magari ya Israeli na wapanda farasi wake. Akaelewa ni kitu gani kinaendelea. Ndipo Elisha akajua huyu ameona. Akamwambia, haya, sema haraka, nikutendee nini kabla sijafa? Wewe ungesemaje? Kuna mtu ananisumbua pale, baba muombee afe. Wakati ule mgogoro mkubwa ulikuwa kati ya Israeli na Ashuru, Syria ya leo. Ndipo akachukua mshale, akachukua na upinde. Hapa ndipo mambo ya rohoni yanatafsiriwa kiroho, sio kimwili. Akapiga mshale mmoja nje, pap. Aliwapiga akamaliza, akachukua tena upinde, akaweka mkono wake juu ya mfalme, akamwambia piga chini mara nyingi. Yule bwana akapiga mara ngapi mnakumbuka? Hamkumbuki? Nawapa homework. Akapiga mara ya kwanza, akapiga mara ya pili, akapiga mara ya tatu, akaacha. Elisha akakasirika. Si unajua udhaifu wake? Ukimtibua tu hapo hapo, nafikiri kwao ni Tarime. Akamwambia mfalme wa Israeli, umefanya ujinga. Akasema, kwa nini? Asema, angalia sasa, utawashinda wa Ashuru mara ngapi? 3 tu. Ungepiga mpaka nikuambie basi. Asema basi, imeisha hii. Na kweli aliwashinda mara 3. Ndio maana inapokuja kwenye hoja ya mambo ya kiroho, napenda kuambieni watu, sikiliza sauti ya Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Usisikilize sana aliyeko mbele kwa wakati ule. Mimi hapa naongea na watu wengi, lakini Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Haleluya. Hapa nikiongea naongea na watu wengi, lakini lino likitoka papap, Roho analidaka. Akilidaka analileta kwako mtu huyu. Anaongea na wewe mtu huyu mmoja tu. Sasa shida wewe unatazama hili neno la kwetu. Usiangalie la kwetu, angalia la kwako. Kwa kuna saa natoa tu mfano. Na kila nikitoa mfano nawaambia watu ya kwamba mimi ni mchungaji wa kanisa la Sabato. Kwenye kanisa hili hatuna sadaka ya mchungaji. Tuko sawa sawa? Inapotolewa inaenda kwenye kanisa kwa mfumo wa nini? Wa kanisa. Kwa hiyo siongei hapa ili labda unasema niongezee kipato kwenye kanisa langu, hapana. Naongea uhusiano wako wewe na
na Mungu. Kuna wakati unaweza ukasikia sadaka ya makambi, kwa mfano wa shukrani. Nadhani jana mchungaji Kiburi akaongea hapo kwamba kuna wengine wamepewa magoli, si ndio hivyo Kwa hiyo goli langu mimi nimemaliza, lakini Roho Mtakatifu ndani akakwambia toa goli mara 3, usipingane naye. Kuna wakati utatoa mara 2, baadaye atakwambia tazama baraka zako utazichota mara 2 tu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Lakini Elia na ukubwa wake wote alikufa. Ili ujue kwamba kifo chake si kwamba Mungu alishindwa. Wakati amekufa, akazikwa, akakauka, mifupa yote ikakauka kabisa, kuisha kabisa, ikabaki mifupa tu. Kuna askari mmoja alipigwa Kiisraeli akafa. Alipokufa wenzake walikosa pa kumzika, wakaamua kumrusha kwenye kaburi la Elisha. Mwili wa marehemu ulipogusana na mifupa ya Elisha akafufuka. Yaani piga picha, mmemzika mwenzenu, mnakimbia ili msikamate, mnamkuta anafungua sanda anawafuata. Mtasimama hapo. Unasema mchungaji, kwa hiyo unamaanisha nini? Tulia, Roho Mtakatifu akudadavulie vizuri sentence. Unapopitia ugumu wa aina yoyote, hata kama ni mkubwa kiasi gani, usijaribiwe kudhani kwamba Mungu ameshindwa kukusaidia. Ana uwezo wa kusaidia, ila kuna staili ameruhusu itokee kwa faida yako wewe mwenyewe. Siku moja nilikuwa naumwa na natakiwa nikafanya huduma. Basi nikahangaika na matibabu. Daktari mmoja akanambia, mchungaji njoo, umesema huwezi kuvumilia siku 7 kutumia hizi dawa, usifanye kazi, utulie kabisa. Nikamwambia siwezi, nina mikutano iko hapo mbele, lazima nikahubiri, na nimemwomba Mungu aniponye kawaida, hajaniponya. Nimekuja kwenu madaktari sasa. Akaniambia, sasa sikiliza, mimi nitakuchoma sindano hizi, 1 asubuhi 1 jioni, zinauma ila ni kiboko, na mimi sipendi sindano. Nikawaza kidogo, nimwambia bora vidonge. Lakini sasa hivi vidonge wenyewe ni siku ngapi? 7. Na tena anakuambia vitakusumbua. Na mimi nataka nikawahubiri watu, mikutano iko tayari. Nikavumilia sindano. Alivyonichoma sindano tu asubuhi, nikasikia mwili umebadilika hapo mchana, kutetemeka kote, baridi imefanya nini? Imeisha. Jioni nachoma nyingine, kesho yake na nguvu, nimesimama naendelea na kazi kama kawaida. Kumbe maumivu ya sindano yalihitajika ili nipone haraka. Kuna saa Mungu anakuchoma sindano, shida unalalamika. Mungu atusaidie sana. Naomba nitaje hizi hatua zifuatazo kwa spidi, na mafungu mtakuwa mnaandika, mtajisomea nyumbani. Tumekubaliana? Haya, namba 2. Tumesema ya kwanza, kubali ukweli. Tunakumbuka hiyo vizuri? Namba 2, fanya maombi ya kutafakari. Fanya maombi ya kutafakari. Nimesemaje hapo? Ndio, fanya maombi ya kutafakari. Mengine utayangalia jioni kwa kina zaidi. Andika Zaburi 46 fungu la 10. Ukishaandika hiyo sema amina. Mchungaji anaenda spidi kubwa Haya, fanya maombi ya kutafakari. Zaburi 46 fungu la 10. Ukishaandika hiyo sema amina kwa nguvu ili nijue. Fungu la 2, Wafilipi 4 fungu la 6 mpaka la 7. Wafilipi 4 fungu la 6 mpaka la 7. Ukishaandika tu hiyo sema amina, mimi najua ili niendelee, tuongeze speed. Tayari? Namba 3. Hudhuria ibada za pamoja mara kwa mara. Nimesemaje? Hudhuria ibada za pamoja mara kwa mara. Hizi ni muhimu sana. Watu walio wengi sana wanapopitia changamoto wanashindwa kwenda hata kanisani kwa sababu ya msongo walionao. Lakini kile kitendo cha kwenda kanisani kitakusaidia sana. Wakati mwingine ukiwa tu uko pale kanisani pale, kuna nyimbo zitaimbwa, kuna kitu kitasemwa, kitakusaidia, angalau utavuka. Jamani, wakati mwingine inabidi utafute namna ya kuvushwa.
Mungu atusaidie sana. Katika kitabu kile cha Wafilipi sura ya 4 fungu la 6 mpaka la 7, naomba tu mchungaji unisaidie kusoma hapo. Mchungaji ukipata hiyo naomba unisaidie kusoma hapo, alafu nitaenda spidi na haya maeneo mengine yaliyosalia. Wafilipi sura ya 4 fungu la 6 na la 7. Wafilipi sura ya 4 aya 6 na 7 anasema, ndio. Msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila kwa kila hali mwombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukrani. Kwa shukrani. Maombi ya kutafakari akisema kwa shukrani ni kuomba. Sikiliza, kuna tofauti ya na shukrani na kwa shukrani. Ni vitu viwili. Tunaona tofauti yake. Kuna kwa shukrani alafu kuomba na. Kuomba na shukrani ina maana ukimaliza kuomba unashukuru. Tuko sawa eh? Kuomba kwa shukrani ni kutumia shukrani kuomba. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au adadavue tena. Amesemaje? Bado hajaelewa. Kula na kijiko na kula kwa kijiko ni vitu viwili tofauti. Tena inabidi niweke vizuri, maana juzi ndugu zangu wa Kenya wakauliza, mmesema habari ya kuongoka na kuokoka, hiyo ni nini? Yaani kuokoka ni kuwa saved, to be saved, ndio kuokoka. Kuongoka is to be converted, ni kubadilika. Kula kwa kijiko ni kutumia kijiko kula. Kula na kijiko ni kwamba unakula alafu na kijiko nacho kinakula. Yaani mko na kijiko wote mnafanya nini? Mnakula. Au na kijiko yuko karibu. Si ndio maana yake hiyo jamani? Sasa anaposema kwa kushukuru alafu na kushukuru ni vitu viwili. Watu wengi wanadhani hilo andiko linamaanisha kuomba na kushukuru. Na kushukuru maana yake ni kwamba umeshamwambia Mungu mambo yako alafu mwisho unasema asante. Hiyo ndio na. Kwa kushukuru ni kutumia shukrani kuomba. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujanielewa punga tena mkono ili niseme tena. Ambaye hajaelewa, sasa mimi sijaelewa, elezea hapo. Sawa. Mfano ni huu sasa. Natoa mfano. Hebu nipeni mfano wa kitu ambacho unakitamani kwenye maisha yako. Nipe tu mfano wa kitu kimoja. Mimi nikisema vya kwangu hapa. Gari gani? Discovery 3. Wewe unataka 4. Mimi nataka Land Rover Defender new model. Hiyo ndio ninaitaka. Hii mimi ndo nataka Wewe V6. Haya. Jamani, yani ingekuwa vinashuka tu tukisema hivyo. Sawa. Sasa natoa mfano. Nianze na ndugu yangu anataka Discovery 4. Si ndio hivyo? Badala ya kusema Mungu ninaomba unisaidie nipate gari aina ya Discovery 4. Kwa mfano, Baba Mungu ninakuomba unisaidie niweze kupata gari aina ya Discovery 4. Ninakushukuru maana we Mungu utanipatia. Hapo umeomba na kushukuru. Kwa kushukuru maana yake ni nini? Mungu ninakushukuru kwa kuwa tayari Discovery 4 ni yangu. Umeona wakati haipo. Tuko sawa sawa? Ndio maana anasema msijisumbue kwa neno lolote, isipokuwa kwa kila neno kwa kusali. Biblia yako ya Kiswahili cha kizamani imesema na, lakini kiukweli ni kwa. Maana lugha ya Kiyunani iliyotumika hapo ni tofauti kabisa kabisa. Ndio maana nikapenda Kiswahili kile cha kisasa. Kwa hiyo unaomba kwa asante kwa kuwa tayari umenipatia. Nasema mchungaji, sasa hiyo nayo ina support ya maandiko mengine ya Biblia. Ndio. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyo.
Yesu anasema amini amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukapandwe baharini, anasema akiomba, ila asione shaka nafsini mwake, lakini aone kana kwamba hayo aliyoyaomba yametukia, ndipo yatakuwa yake. Kwa hiyo unashukuru kana kwamba hicho kitu umekipata tayari, ndipo kitakuwa chako. Ukibadilisha akili hivi, umedhibiti hata msongo aina yoyote ule. Mungu atusaidie sana. Tulikuwa namba ngapi hapa? Namba 3. Andika tu nei haraka haraka, tuende kwenye maombi. Namba 4, shajara ya neema. Hiyo ni Kiswahili. Samahani, shajara ya shukrani. Samahani, shajara ya shukrani. Andika hivyo hivyo. Alafu wale wanaonifuatilia online wanatamani kujua kwa lugha ya mkoloni, nitaiweka na yenyewe kwa mkoloni hivyo hivyo. Shajara ya shukrani. Andika Zaburi 103 fungu la 2 mpaka la 5. Zaburi 103 fungu la 2 mpaka la 5. Ukishaandika sema amina. Andika Wathesalonike wa kwanza 5:18. Wathesalonike wa kwanza 5:18. Nitakuelezea hiyo ni kitu gani hicho ambacho natakiwa uweze kukifanya hivyo. Shajara ya shukrani kwa lugha ya Kiingereza ni journal of gratitude. Hii unaifanyaje wewe wakati wa msongo na maumivu yote? Wakati ule kichwa kimejaa matatizo, changamoto, chukua notebook, chukua daftari, andika mambo yote ambayo unamshukuru Mungu aliyowahi kukutendea, sio malalamishi. Yaani huyu Mungu hajakupitisha kwenye mema yoyote jamani uko nyuma. Yaandike. Unapoyaandika haya, unavuta nguvu za kukutoa katika tatizo. Pasa sijakuelewa. Paulo na Sila walilalamika. Waliombaje? Nenda kaangalia walivyoomba. Waliimba nyimbo za sifa. Milango ya gereza ikafanya nini? Nisikilize hapa, Roho Mtakatifu akusaidie. Unavyoendelea kulalamika zaidi wakati wa shida, unaongeza kufuli na minyororo kukufungia kwenye gereza. Nimenyamaza ili uwaze. Hamjaelewa? Mmeelewa wengine bado. Nitaelezea vizuri. Ukipitia shida yoyote, wewe ni kulalamika tu. Mungu, mbona haya yamenikuta? Mbona imekuwa? Yaani zile kufuli za kukufungia humo kwenye shida unaziongeza. Kama ulikuwa na kufuli 3, zinaongezeka zingine 3, 6. Na wengi ambao wanalalamika, nendeni mkawachunguze, hawachomoki kwenye shida. Ikitoka hii inaongezeka, ikitoka hii inaongezeka hii. Ukijifunza kuandika shajara ya shukrani, journal of gratitude, ukaandika, unaanza kufungua kufuli moja baada ya nyingine. Ukisikia Paulo na Sila waliomba, waliimba nyimbo za sifa, milango ikafunguka. Hajasema mlango, ina maana kulikuwa na mageti mengi. Geti la kwanza. Kwa inawezekana leo ukimshukuru Mungu leo, unavyomshukuru Mungu lini jamani? Leo ukaandika shajara yako, leo umefungua kufuli hii moja. Kesho ukiendelea kufuli ya ngapi? Kesho kutwa ya ngapi? Kwa hiyo mpaka umalize mwezi mzima makufuli yote yameisha. Unashangaa wiki ya 4 majibu yanakuja, unatoka kwenye ile shida pop. Haleluya. Naomba tusimame. Usione na daftari yako. Usione na daftari yako. Alafu msogea hapa mbele. Huku siwaambii kila mmoja hakisha amechukua simu yake, maana huku bado watu wana roho wa Mungu. Kule kwingine ndio ukiacha tu na pochi yako. Mliyekuja kusali naye amekuja kwenye mkakati. Hakikisha unakuwa mkono wangu wa kushoto na kulia, msiwe mbele yangu. Kuna mambo nataka mniandike mkiwa mmesimama na mkiwa mko hapa. Mkitulia kabisa, nawaambia hili la mwisho sasa. Mmetulia.
Kuna mafungu matatu ambayo mimi binafsi nayoongea na wewe, nikipitia changamoto yoyote huwa siachi. Leo napenda kuambia habari za mafungu. Nayarudia, nayasoma, nayarudia. Utayaandika tu, utayatumia, yatakusaidia. Haleluya. Isaya 43 fungu la kwanza mpaka la pili. Andika tu. Sasa hivi hatutasoma, kazi yetu ni kuandika tu. Umeshaandika? Isaya 43 fungu la kwanza mpaka la pili. Ukiandika sema amina. Yoshua 1:9. Yoshua 1:9. Ukishamaliza kuandika sema amina. Zaburi 27 fungu la kwanza. Tayari? Haya. Kwa mmeshaandika, mmemaliza. Wewe macho yako yanaona vizuri, hata maandishi madogo. Huna tabu. Njoo. Unajua kuna vingine ukivisoma, mimi nikisoma mtu anaweza akasema huyu pastor labda anatengeneza. Unaweza ukasoma hapo vizuri au vizuri kabisa. Haya. Usisome jina la mtu, soma maelezo. Leo nimejua kwa mara ya kwanza Mungu yupo na anatenda. Siku 2 zilizopita nilikuwa sisikii. Nilikutana na hubiri lako linaloongelea Zaburi, nikasema japo sisikii ila ngoja niisome hii Zaburi ya 91. Nikaanza kuisoma asubuhi, mchana na jioni. Mara ghafla nikaanza kuona maji machafu yanatoka sikioni, huku yakiwa na harufu mbaya kama mzoga. Nikasema hiki ni nini? Nikaendelea kusoma. Cha ajabu, jana jioni nikiwa nataka kulala nikasikia sikio linaniwasha sana. Nikalala mida ya saa 9 alfajiri, nikasikia sauti ya mtoto hapa nyumbani analia. Nikasema naota au ni kweli nasikia? Nikasema ngoja nilale tena. Muda kidogo nikasikia tena, nikamuamsha mdogo wangu ninayelala naye, nikamuuliza hivi, kuna mtoto analia? Akasema ndio. Akaniuliza kwani unasikia? Nikamjibu ndio. Akapiga kelele hadi wazee wakaamka, wakasema kuna nini? Akawaambia dada anasikia. Nikashangaa, baba yangu kawa wa kwanza kuja na kuniambia, mwanangu, imani yako imekuponya. Najua kuna maswali hapo, kuna vitu vingi tumeviacha huko juu. Sio kwamba alizaliwa hasiki, alipata shida hapo katikati. Kwa hiyo moja hapo ya changamoto ikawa masikio yote yakaziba. Kwa hata anapofuata hii Zaburi ya 91, kuna somo liko online la Zaburi ya 91 ambao nimefundisha. Kwa wakati anaenda hapo kulitazama, ni ile tu sasa kusikia hasikii, lakini anajua hilo fungu andiko somo liko wapi, lakini hawezi kulisikia. Kwa alichoamua, badala ya kusikiliza hubiri, akaamua kwenda kusoma Zaburi ya 91. Kwa anakwenda kuisoma, anapata muujiza. Kwa nini nimewapa? Nina shuhuda nyingi, nimetoa tu hii moja. Nina sababu ya kuitoa hii na kuwaita mje hapa mbele. Sio lazima mchungaji awepo hapo ndipo upone. Ukijifungamanisha na nguvu ya Mungu kwa imani, unaona matokeo.
Huyu mtu yuko mbali, hata mimi sijafika huko. Anatufuatilia hata sasa hivi ninavyoongea hivi. Ellen White anasema watumishi wa Mungu ni channel, ni njia ambazo kwazo Mungu anatumia kupitisha nguvu yake. Kwa hiyo hata tusipokutana tukaonana uso, huyu tu ameona, akaamini, akasoma. Njoo tena. Labda ngoja nione kama nitakuwa nayo. Nikuonyeshe moja hapa ambayo hiyo wewe ndio utawaambia watu umeona nini. Lakini hata nikiwaambia watu kwa kuwasimulia hawataelewa. Soma hii message afu waambie hiyo picha umeona kitu gani. Pastor, leo nimetapika hirizi na nywele, yani nimeogopa sana. Haya, picha unaona nini? Kweli ninaona nywele ziko kwenye kijiti na hirizi ina nywele. Haya. Wa ulimwengu wa mwili wanasema inawezekanaje? Bado baba. Njoo some hapo, mimi nilikuwa namfuatilia. Soma hiyo niliyokuwa namfuatilia alafu usome majibu yake. Hello. Unaendeleaje? Majibu yake sasa. Pastor, naona kweli Mungu ameamua kunifungua kutoka kwenye vifungo. Leo pia nimetapika hizo funguo. Ninaona funguo hapa, wapenzi watazamaji na wasikilizaji. Haya. Hapo hatujaonana eh? Sijui kama unanielewa ninachokisema. Maana yangu ni kwamba nahitaji kujenga imani yako kwa Mungu, sio kwa pastor. Mimi kazi yangu ni kusaidia tu muone huyu Mungu. Ukishamuona matokeo yanatokea. Kuna watu hapa Mungu anakwenda kuwatendea miujiza. Aminini. Unaumwa nini? Amini. Usijijengea ile mawazo kwamba mpaka labda, yani mpaka hiyo mpaka ndio inakuzuia. Mungu yuko mahali hapa. Fumba macho tu hapa. Baba, katikati ya changamoto zozote una makusudi. Leo imani yetu umeivusha katika mipaka mikubwa, imani inayozidi mashaka yetu. Maandiko yako yametuonyesha kabisa kwamba hatugandamizwi, yaani hata iweje. Lakini pia maandiko yako leo yametupa moyo mwingine ya kwamba hata kama mashaka yakija hatukati tamaa. Hii ni ishara ya kwamba duniani tuna dhiki, lakini kwa vile wewe umeshinda na sisi ni zaidi ya washindi. Hatuogopi chochote, sio kwa sababu ya uzuri wetu na wema wetu, ila kwa sababu ya Kristo Yesu. Tufundishe kunyenyekea, tufundishe kukuamini. Kuna watu wametuma maombi yao kwa njia ya mtandao, wengi. Asante, maana tayari umeanza kuwatendea. Kuna watu wako hapa wana mambo yao, hata sisi wachungaji hatuyajui na wala hatutayajua, ila kwa vile wamekanyaga hapa, kwa vile wamekuja kwenye viwanja hivi, wakutane na wewe, watendee muujiza. Kuna mtu anafuatilia kipindi hiki online, kwa vile tu ametazama angalau hili ombi kwa masaa haya, kwa kitendo cha kufungua na kutazama, mtendee muujiza. Acha dunia ijue ya kwamba bado we ni Mungu unayetenda maajabu na miujiza mikubwa. Asante sana. Tulete tena kwenye vipindi vingine. Bariki hata kile chakula ambacho wanakwenda kukitumia katika viwanja hivi. Siku hii ya leo, hata chakula tu kikawe na nguvu yako. Leo sio siku ya kawaida, ni siku maalum ya maombi. Tenda muujiza. Asante maana uko nasi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kabla hamjaondoka hapo, ni kazie hili. Jioni, kwa vile tutakuwa na vipindi fulani ambavyo vitapelekana na muda maalum,
tutabadilisha muda wetu wa sadaka. Wale ambao wanatoa kwa mtandao kupitia akaunti yetu ya kanisa la Kisinga, wao wataona ile akaunti jioni inapita taratibu pale, lakini sisi wa hapa tutatoa sadaka yetu mwishoni baada ya vipindi. Tumeelewana? Kwa hiyo njoo na sadaka yako ya shukrani kama ulivyopanga. Hata kama una vitu, una nini, hapa ni karibu, unaweza ukaenda nyumbani ukaleta, njoo nayo vyovyote vile. Najua huenda kuna siku yenu mliopangiwa, lakini leo pia fanya hivyo. Njoo na sadaka yako, tumwabudu Mungu kwa matoleo yetu, kwa kadri Mungu atakavyokusukuma kutoka wapi. Wale wa mtandaoni wao bado wataona ile akaunti yetu ya kanisa la Kisinga ikipita hapo, wanavyotoa. Mungu anawabariki, wanaungana nasi katika makambi haya. Mungu akubariki sana. Asante. Mnaweza mkarudi kwenda kukaa.